Kuanzisha biashara. Hivi umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya wafanyabiashara wa nafaka wanafanikiwa baada ya miaka miwili tangu kuanza biashara kujenga majumba na hata kununua magari, lakini kuna wengine shida tupu, hata kujenga nyumba ya pili wanashindwa. Sasa sababu ni nini? Sasa sababu ya tofauti hiyo ni nini? Definitely sio mambo ya mtaji. Usidanganyike kwa labda huyu ana mtaji mdogo au ana mtaji mkubwa. Kuna sababu tatu ambazo zinasababisha hii hali inatokea. Sasa hizo sababu tatu ni zipi? Sasa leo nitakufungulia kodi ya kwa nini wafanyabiashara wengine wanafanikiwa. Ngoja tuanze na ya kwanza. Kwanza nitakueleza jinsi ya kupata faida kwa kutumia timing. Mbili, nitakueleza siri ya pumba kwenye biashara ya sembe. Na tatu, siri ya branding kwenye biashara ya mchele. Kaa nami mpaka mwisho. Sasa tuanze na siri ya timing. Iko vipi hii siri? Siri ya timing unaweza ukaitumia kwenye biashara ya mahindi. Sasa faida ya nafaka inategemea zaidi uwezo wako wa kuwa na store ambapo unanunua nafaka nyingi na kuziweka store wakati ule ambapo ni wakati wa mavuno. Sasa unaweza kukuta wakati wa mavuno gunia la mahindi ukalipata hata kwa shilingi 40,000 au 50,000. Sasa gunia hilo hilo wakati wa hali ambapo ni ngumu unalinunua kwa shilingi 90,000 hadi 100,000 gunia la mahindi. Sasa kama unataka upate faida kubwa, usitegemee hii ya kuuza rejareja na kupata visenti kidogo. Nunua nafaka nyingi, weka kwenye store na unanunua wakati ule ambapo ni wakati wa mavuno, wakati wa neema. Unanunua kwa bei ndogo. Sasa bei ya mahindi ikipanda, sasa ambapo ndio inafika kama hivyo unavyosema mpaka 100,000 kwa gunia, ndipo na wewe unapouza. Tofauti ya bei ndio faida yako. Sasa tuingie kwenye siri ya pumba, na hii siri ya pumba iko kwenye biashara ya sembe. Nayo iko vipi? Sasa kwenye biashara ya sembe wengi unakuta wanaangalia zaidi upande wa unga tu peke yake. Hapa wanakosea. Kuna siri hapa kwenye pumba zile. Wakati unapokoboa mahindi kuna pumba zile, ile nayo ni biashara. Sasa ukichukua au ukinunua gunia la mahindi ya kilo 100, utakuta kati ya kilo 65 au mpaka 70 inakuwa ndio unga. Sasa kilo 30 unakuta ndio inakuwa pumba. Sasa utakuta zile pumba ambazo ni kilo 30 ukiziuza, pesa inayopatikana inatosha kabisa kulipia gharama za kusaga unga, lakini pia hata kusafirisha unga unaopatikana mpaka sehemu yako ya mauzo. Sasa hii maana yake ni kuwa sehemu kubwa sasa ya unga ule ambao unaouza sasa unakuta gharama nyingi zimesha kwenda ambazo zimetokana na pumba. Kwa hiyo sehemu kubwa hapo inakuwa ni faida. Sasa tuangalie siri ya tatu ambayo ni ya branding. Sasa hii iko kwenye mchele. Iko vipi hii siri? Biashara ya mchele ndipo branding inatumika sana kutokana na aina ya mchele na matakwa ya walaji. Sasa hii iko vipi? Sasa hapa kwenye mchele unakuta wateja wana maamuzi. Unakuta kuna wengine wanapenda ule mchele ambao unaonukia sana. Wengine wanasema mchele wa Mbeya, wengine wanasema mchele wa Kera. Lakini kuna wengine wanataka mchele ule ambao unavimba tu. Ukiweka kilo zako kidogo tu au nusu kilo unavimba, utafikiri mchele wa kilo nzima. Sasa wafanya biashara wajanja wanachofanya ni kuchanganya. Anachukua kilo 50 za mchele ule ambao wenye harufu, wengine wanaita super. Alafu anachanganya na kilo nyingine 50 za mchele ule ambao hauna harufu lakini unavimba. Kwa hiyo sasa hapo anakuwa na kilo 1 za mchanganyiko maalum. Sasa hapa unakuta huyu mfanyabiashara anakuwa na mchele ambao unatoa harufu ingawa sio sana, kwa sababu kuna mchele mwingine ambao wa harufu ambao ni kilo 50. Na pia hapo kuna mchele ambao unasababisha kuvimba.
Kwa sasa kwa mnunuzi au mteja anaona hapa ndio mchele wenyewe, kumbe mhusika amechanganya. Ndio hiyo tunaita blending. Sasa hapa kuna angalizo. Usiwe mtu wa tamaa sana, inatakiwa uwe muwazi. Uwaambie tu wateja wako kwa huu mchele ni mchanganyiko maalum, na hata akichukua na unusa nakuta kuna harufu angalau au kwa mbali, lakini unasema huu ndio wenyewe kabisa, hujachanganywa, na hata bei zinakuwa tofauti. Ule uliochanganywa bei inakuwa kidogo nafuu, huu ambao haujachanganywa bei inakuwa juu. Kwa sababu ukifanya hivyo unajenga mahusiano mazuri na wateja wako, hata kuona kuwa wewe ni tapeli au unawadanganya. Naona nimeelezea kwa kirefu kuhusu biashara ya nafaka, unavyoweza ukatengeneza pesa, au wale wajanja wanapotengeneza pesa na wakafanikiwa sana. Sasa kama nilivyosema hapo awali, ni kuwa hapa kuna siri ya pumba ambapo inatokana na mahindi, lakini pia kuna siri ya mchele ambao unauchanganya, hiyo nayo ni muhimu sana. Halafu siri nyingine ni kununua bidhaa wakati wa mavuno na kungoja bei ikiwa kubwa, unauza wakati ule watu sasa wanatafuta chakula na chakula kimepanda bei. Sasa kwa kumalizia ni kuwa nafikiri umeelewa mambo hayo niliyokueleza, siri 3 za kutengeneza pesa. Sasa hebu niambie, kati ya hizo siri 3 ni siri ipi unaona imekuhamasisha kiasi ya kuwa uko tayari kuanza biashara, ikiwezekana hata wiki ijayo? Pili, niambie ni siri gani unaona kidogo ina ukakasi au ina changamoto kiasi ya kuwa unasita kuitekeleza. Niandikie, halafu mimi nitaongea na wewe na tutabadilishana mawazo. Naona niishie hapo. Mimi ni mtangazaji na mtayarishaji wa kipindi, naitwa Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.